Katika ukingo wa bahari Hindi penye upepo mwanana wa harufu ya chumvi, ndipo utamaduni wa pwani huishi na kupumua. Ni hapa ambapo mikono ya wabunifu wa jadi hubadilisha mimea ya asili kuwa kazi za sanaa zinazovutia macho na kugusa roho. Karibu katika Jamvi la Pwani, mahali ambapo hadithi za utamaduni hukutana. Leo tunakuletea simulizi ya kipekee kuhusu sanaa ya ushonaji wa vikapu na bidhaa mbalimbali zitokanazo na mti wa miaa, urithi wa kale unaoendelea kung'ara. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan. Sanaa ya ushonaji wa bidhaa mbalimbali kupitia miaa si kazi ya mikono tu, bali ni lugha ya utamaduni inayozungumza kupitia nyuzi na rangi za kale. Katika maeneo mengi ya pwani, wanawake na vijana wameifanya sanaa kuwa ni urithi wa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Sanaa hii haijaanza leo, bali ni urithi wa zamani, kutoka nyanya hadi mjukuu. Utamaduni wa vyombo vya miaa ulianza enzi za Kinyata, kushona miaa na majamvi na kapu na vifumbu. Vifumbu twatujia nazi. Miaa hukusanywa kutoka maeneo ya asili, kisha husafishwa, kukatwa, wakati mwingine kupakwa rangi za kuvutia kabla ya kuanza kusokota na kubuniwa kutengenezwa bidhaa mbalimbali. Kazi hii ya mikono hutengeza bidhaa kama vikapu, mikeka na mabegi ya miaa, na havitumiki tu kwa matumizi ya kawaida ya nyumbani, bali pia hubeba maana ya kitamaduni. Miaa ikitolewa shambani, kwanza inakachuliwa kwa kuanikwa hadi ikauke, na wakati wa kushona mpaka iwekwe kwenye maji ianze kulainika, ndipo ishonewe vikapu, table mat na vitu vingine kadhalika. Jamvi la miaa hutumika kama sehemu ya kukutana familia, kuzungumza, kupumzika na kula. Vikapu hutumika katika hafla za jadi kama harusi, sherehe na hata kutoa zawadi. Aidha, bidhaa nyingine muhimu hutumika katika jiko la mpwani na huwa sehemu muhimu ya matumizi ya kila siku. Nyumba ya Mswahili utapata jamvi, utapata tuguu, utapata uteo, utapata ufyagio pia wa miaa. Alafu na mbuzi tunazokunia wenyewe za mbao. Ni muhimu sana na mara nyingi hupatikana jikoni, sebuleni, vya jikoni kama vile chango, uteo, kifumbu. Alafu sebuleni unaweza pata mkeka, hususan kama wakati uliopita wa Ramadhani, mkeka hutumika sana kwa kuandalia futari. Mwanadamu kijiandalia futari kwenye mkeka, huwa unakaa ile, una relax vizuri, unakula chakula chako makini, hata kuliko mwenye ameketi kwa kochi, ambapo kochi ni vitu hivi vya kisasa vya kidigital. Nyumba ya pwani vyasaidia kama vile pepeo wakati wa jasho, kama saa hii kujipepea nini. Makawa pia ile kufunikia chakula pia yasaidia. Vikoto kama vile mtoto amekosa nidhamu, wamwadhibu navyo. Na mikeka pia kama vile kumekuja wageni nini, watandikia, wanajipumzisha. Zaidi ya uzuri wake, sanaa hii ni chanzo muhimu cha kipato kwa familia nyingi za pwani. Wanawake wameweza kujitegemea, kusomesha wanao na kuboresha maisha yao kupitia ubunifu huu wa asili. Biashara hii inatusaidia sana, inatupa riziki na inatusomesha watoto, inatusaidia upande mwingine. Biashara lakini imenisaidia kusomesha watoto. Watoto wote wamesoma mpaka form 4. Watu wa kusaidia ni watoto wangu wenyewe, hakuna mtu nilimwajiri. Hii biashara tuseme pia imenisaidia. Ule mwaka jana nilikuwa niko nyumbani, ndio nikishtuana rafiki yangu kwamba basi kuna mali kuna kazi, kwa hiyo kama ungependa kufanya, sema basi mimi sasa hivi sina kazi, lakini sasa kama imetokea kama hivyo naweza kuja akajashikilia. Natokea mwaka jana nilipoanza kazi, na mambo mengine nilikuwa yamenishikashika, kama vile nilikuwa sina pesa kujipeleka skuli, driving, mechanical, kujifundisha, mpaka sasa hii nilimaliza. So nategea tu kazi, kisha tokea kama hivyo naangalia mambo mengine, lakini hii biashara tuseme pia imenisaidia kimaisha kiasi. Hapa nimekutana na vijana barobaro ambao hujipatia riziki kupitia michezo ya sarakasi. Kofia hizi za miaa ni sehemu muhimu ya michezo yao na kipato chao, ikiwa pia ni njia ya kudumisha tamaduni ya mwambao wa pwani. Tunapenda kutumia kofia hizi za miaa
ambao hutusaidia kutupatia riziki. Na kweli tunapocheza mchezo huu wa kofia wa miaa, watu hufurahika sana kwa sababu tumechanganya kwa act ya acrobatic, na pia vile vile ni boresho kwa Mombasa hapa, maana ni utamaduni wa Mombasa. Hii miaa inatundwa, inashonwa na inauzwa, na wengine wanavaa pia kama kofia. Ukiona pengine sehemu za baharini, tourist beach, utakuta watalii pia wanavaa kofia hivi za miaa na wanazipenda. Zaidi ya matumizi yake, bidhaa hizi ni ishara ya utambulisho wa jamii ya pwani. Zinabeba historia, mila na maadili ambayo hayapatikani katika bidhaa za viwandani. Unasaidia kuliko haya vitu vya maplastiki tunaotumia kwa sasa. Hivi vitu vya utamaduni huwa ni vizuri zaidi, havina madhara. Sasa kama upawa ni ukiisha ni kama hauwezi kukudhuru. Kijiko ikiisha ni kama udongo tu, hawezi kukudhuru. Katika dunia ya sasa ambapo mitindo ya kigeni inaongezeka, bidhaa za miaa zimekuwa nguzo ya kulinda utamaduni wa pwani. Wasanii wajasiriamali wa pwani sasa wanachanganya ubunifu wa kisasa na mila za kale, na hivyo kuvutia masoko mapya bila kupoteza asili na sanaa hii. Jambo linalovutia watalii hata zaidi kutoka maeneo mbalimbali nchini kununua na kuona bidhaa hizi katika pwani mwa Kenya. Katika kila nyuzi ya miaa inayosokotwa kuna historia, katika kila kikapu kuna maisha. Hii si sanaa tu, ni urithi na utambulisho, na ni fahari ya pwani. Hili ni Jamvi la Pwani, sehemu ambayo utamaduni wa pwani hupata sauti ya uhai. Jina langu mimi ni Fahima Ramadhan.